Na mpenzi mtazamaji wa TRC Mzundu TV, leo tena tuko ndani ya viunga vya TRC Mkata. Lengo hasa leo tuleta hapa ni kuja kujionea namna waratibu elimu kata wanavyojengewa uwezo kuhusiana na mfumo mpya wa SQUAS. Sambamba na mimi twende tukajionee namna ambavyo wataalamu wetu walioko ndani ya chumba wanavyowezesha waratibu wetu kuweza kupata uelewa kuhusiana na mfumo huu mpya. Kwanza tunakwenda kumsikiliza mkuu wa kitengo cha TEHAMA wa halmashauri ya wilaya Handeni, naye atatueleza mawili matatu kuhusiana na mfumo huu. Nawapongeza sana kwa kuwa watu wa kwanza kwa mafunzo. Lakini pia nawapongeza kwa kuwa najua nyinyi mnaandaliwa kuwa wawezeshaji. Sawa, naomba tuwe makini katika uwezeshaji wetu. Anayewezesha wa kwanza kabisa katika kupatia mafunzo haya. Kwa wa Tanga na wa Pwani ilikuwa ni mikoa ya kwanza. Kwa naamini hata anavyowezesha naona anawezesha katika umahiri. Na naona washiriki pia wanakwenda katika mtiririko ambao ulitarajia. Kwa ndugu zangu, naomba tu concentrate kwenye changamoto, tuulizane ili mwisho wa siku tusiwe washiriki tu wa kwenda kufanya kazi, bali tuwe washiriki wa kwenda kuwawezesha wengine na kufanya kazi. Kwa sababu Wizara ya Elimu imeamua kutoka katika utendaji kazi wa manyo, ndio maana imeamua kuja na mfumo na tumeupitia huo mfumo pamoja na mtekelezaji ambaye ni Taasisi ya Teknolojia Dar es Salaam. Wameufanyia majaribio, umetoa ufanisi wa zaidi ya 90 na kitu. Kwa hiyo hatuna mashaka kwamba mfumo utashinda. Mfumo lazima utaweza. Kwa kipindi hichi kabla tujaenda kwenye mfumo wa live, ni vizuri tuweze kujifunza mazoezi yote, turudie penye changamoto pale, tusaidiane na ikipendeza nafikiri hata wale maafisa mkata wako ikipendeza tutatengeneza zile jozi kwa maana afisa mkata na walimu wake. Kwa hiyo watakuwa wenyewe pia wanaweza kupata mafunzo wao peke yao bila kutumia hizi account. Sababu hizi account za mafunzo za ujumla. Kwa hiyo tutengeneza katika uhalisia ili tuendelee kufanya mazoezi tutakapoanza live, ili sisi tuondokane kabisa na ile utendaji kazi wa zamani. Na uzuri wa mfumo, utendaji kazi wako haupimwi tu na ngazi ya wilaya, unapimwa kwa ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo usije batangaza siku moja mwalimu fulani kutoka Handeni kituo fulani umechaguliwa kwenda sehemu fulani kufanya uwezeshaji. Na hiyo itafikia ikionekana kwamba wewe umeweza kutekeleza yale majukumu yote pasipo matata yote. Kwa mimi niko hapa kama nilivyosema mdhibiti, naitwa Venance Ntandu, ni mkuu wa kitengo cha TEHAMA. Niko hapa, tutasaidiana ili tuweze kupita salama katika mafunzo haya. Nawatakia usiku mwema. Sawa, na email inayotumika hapa ni email hai. Sawa ndugu zangu, email hai. Na alisisitiza email inayopatikana, kwa sababu ukishindwa kuingia kwenye mfumo tu, basi wewe unabonyeza hapa. Sawa sawa? Ukibonyeza tu hapa unatumiwa link ya kuchange password wewe mwenyewe. Sawa? Na kiongozi aliingia hapa kwa CP, umeona kuna interface ngapi, yani vile vinalipo vingapi kwa host na wewe. Sawa sawa? Sasa mimi hapa nitaingia kwa TEHAMA. Muone TEHAMA ana nini. Ili siku kuwa namuuliza swali, ujue nitamuua au mtu wa wapi. Aingia hivi sasa.
TEHAMA ana kitu kimoja. Na kitu kingine alichokuwa nacho TEHAMA hakina msaada kweli. Sio unaona? Yaani hakina msaada kweli. Kwa hiyo ukimpigia simu maafisa TEHAMA yote mimi kwenye mfumo wa SQS mimi hivi na hivi, yeye atakuwa anakusikiliza. Unaona? TEHAMA ana kitu kamoja hapo imeandikwa user management. Unaelewana? Ndio maana niliposikia hapa kuna maafisa elimu kata wengine hawapo, moyo unaanza kudunda kwa nguvu. Sasa kama hawapo na mwaje? Tunaweza kujiuliza hawapo wawakilishi. Wawakilishi naomba mkawajengee uwezo kama mliojengewa nini. Kwamba msaada kwa TEHAMA haupo. Mimi nilikuwa kwenye mafunzo awe kitaifa. Na sisi andeni tunatakiwa tutoe matokeo. Na sisi hapa wa mafunzo tutegemea nini hapa? Sawa sawa? Kuna kitu kiongozi angesema. Haya mafunzo tuliopeana hapa yana mtihani. Sawa? Wacha. Kwa hiyo mimi huyu ndio mimi. Unaona mimi na picha yangu nimeshaiweka kabisa na nyinyi nategemea mweka picha zenu nzuri. Usiweke picha ya Simona. Sinipendeza. Weka picha yako, sio picha umeweka. Unio walimu ni watu makini, yani kama nyinyi mjini. Ndio maana kama mazoezi yote ya kitaifa chagua kwanza ni walimu. Kwa hiyo sasa user management mimi uwanja wangu ni huu mmoja na nitautendea haki. Nikibonyeza hapo watakuja user ambao nimewatengeneza. Sawa sawa? Hawa ndio user nitengeneza kwa ajili ya mafunzo. Lakini kuna user huyu ana no na huyu user ana no. Sawa, baada ya kupokea kwa kwamba sekondari hawaoni masomo yao na mimi nitengeneza user kwa ajili ya mafunzo, nitengeneza afisa kata na zile shule za msingi pamoja na CP. Sawa? Kwa hiyo nikaona kuna uhitaji wa kuweza kuongeza CP wa sekondari na mkuu wa sekondari. Sawa? Sasa nimeshawatengeneza hawa, lakini kwa sababu huu mfumo unataka uhalisia, hamna bla bla. Sikuwa na email hai za hawa. Kwa hiyo nitumia email za hizi hapa za ofisi. Hii ya ICT support ni email ambayo iko hai, na hii TEHAMA ni email ambayo iko hai na access number. Sasa baada ya kusajili, hapa kuna kitu kinasema no. Na hapa kuna kitu kinasema no. Lakini mimi kwa upande wangu kuna hivi na option ya activate, yani kujua account, kushow user ni muone user, reset password, assign user geographical location. Kwa hiyo mtu atapewa eneo lake alipo. Kwa sawa? Alafu kuna kushow permission. Mimi na vitu vichache sana. Sawa? Sasa kwa sababu nimeshawatengeneza watu, nategemea baada ya kumaliza kutengeneza tu ili aweze kuonekana kwamba huyu mshiriki au huyu mwalimu au CP au wewe ametekeleza majukumu yake, lazima hii nyekundu iondoke. Huo ndio mtihani. Na sisi kwa sababu ni wa kwanza kitaifa, nimeongea na kiongozi hapa, tukishamaliza mafunzo haya sitawaziba pumzi ili msijifunge. Hizo account hizo emails nitawaachia, hizo username mjifunze vizuri tu, na hizi ya sekondari mtajifunza. Alafu mkishaelewa au mkikaribia kuelewa, nitataka username, nitataka email halisi niwasajili. Kwa hiyo sisi kwa ngazi ya HQ mtihani wetu ile nyekundu iondoke. Patamu hapo? Na sio wewe, yani wewe mshiriki utakuja na yako email halisi na taarifa zako nitakusaidia na wewe mtakao wawezesha. Ile set itatimia. Tusipofanya katika uhalisia tutadanganyana. Na Wizara ya Elimu sasa hizi imekwenda mbele zaidi kimfumo. Sawa sawa. Mimi siko tayari kupata uzuri. Sawa ndugu zangu. Sasa hizo nyekundu zinaondokaje? Ngoja nifungue hii ya kwanza. Username ni ya ICT support. Hii ndio username. Sasa nafungua email ili tuone ndani kuna nini.
kwenye email ili tuone jinsi ya kuondoa kile kinani chekundu. Na tusipowezeshana hapa, huko baadaye itakuwa ni mtihani. Shule zitakuwa hazikamiliki, hapo itakuwa ni kitu kibaya sana. Sawa, na anayekamilisha ni wewe. Sawa? Kwa hiyo profile haijakamilika, ndio maana hapa kuna note. Na hii ndio inapimwa kwamba wawezeshaji waliowawezesha wale watumiaji, je, wamewapa na maelekezo ya kuendelea na zile taratibu zingine au la? Sawa? Sisi tutatumia zile account kuwawezesha wengine. Je, baada ya hapo wataweza kuingia kwa nani zao kwenye mafunzo? Wakiweza kuingia kwenye mafunzo, maana yake tukianza live tutaendelea. Wakishindwa kuingia kwenye mafunzo, maana yake zoezi tumeziharibu. Na mimi sitarajii kama sisi wa kwanza kitaifa tuharibu. Sawa? Kwa hiyo nachukua username ya CP wa hii sekondari ambao nimeiseti kama mani. Nakuja kwenye email. Username wa hii email ni specify na password yake. Sawa. Kwa kuna hizi linki zilitumwa. Kuna ya kwanza hii hapa, ilikuwa inasema account creation. Sababu account nilipotengeneza tukatuma notification. Sawa? Hii password reset nilikuwa nataka nifanye mwenyewe, nikasema hapana, ile lazima tuje tuone hapo. Sawa sawa? Kwa hiyo kwenye ku reset password utabonyeza hapa na itakutoa kwenye email. Hii ni email ya serikali, itakuta kwenye link ya kuweza kubadilisha password. Sawa sawa? Kwa hiyo hapa click hii tu reset password utabonyeza. Sasa ukishabonyeza unaona maandiko password tena return password. Maana ni password. Sawa sawa? Haya, sasa ili tusiumizane, waweke password ile. Maana mimi sitaki watu wapate shida. Ndio Tanzania. Ndio kale kanuni hapo ya 1 2 3. Pale chini Tanzania. Sawa, ukishaandika password mara mbili unabonyeza change password. Hapo utapata ujumbe hapa, you have successfully changed your password. Sawa? Haya, sio sawa bwana, tena mimi nilibadilisha password tukirudi huku. Imebadilika nyekundu? Bado ipo. Hata nikirefresh bado ipo. Kwa hiyo sio kwamba tena mimi nimeshabadilisha password. Bado. Sawa viongozi? Sasa unatakiwa ufanye nini? Inatakiwa uingie, sababu umeshachange password, username yako ndio hii. Basi unakuja kwenye mfumo, ngoja nitoke hapa kama log aingie OCP. Username ni email yake. Password ndio hiyo Tanzania @123. Really? Sign in. Credential not match. Nani kakusema? Mkono wa mtu. Hivi ambao email yake na ICT support. Sawa? Aloga sasa. Sasa naamini hapa au ngoja ni research huko. Sasa mimi kama admin nikija nikibonyeza sawa sawa, hapo nikasema reset password. Sawa, kwenye hii email atapata notification. Sawa? Umeona? Hii notification ni ile ya password reset. Sawa? Kwa unapomwambia tayari siwezi kuingia kwenye mfumo sijui na nini, yeye atabonyeza hapo ni kubonyeza. Kwa hiyo unatumiwa notification kwenye email yako. Sasa kama email ambazo zitaandikwa kuja kwetu zitakuwa za uongo, yaani itakuwa ni nzuri. Sawa, kwa hiyo notification itakuwa inatumwa afu inapotolea huko. Wewe upate ulichokitarajia
na sisi huko hatujui, sababu sisi ukishabonyeza ama ukishabonyeza reset inaomba success. Sawa, go email ambazo tunaziandika hapa ziwe halisi. Nakumbuka kuna email za mfumo wa fax. Ule mfumo ulikuwa unapokea email yote ikiwa imekufa, inafanya kazi, ulikuwa unapokea. Sasa baadaye ni mfumo mwingine ambao walikuwa wanataka live performance kwa tunakuwa. Sawa ndugu zangu. Kwa email lazima iwe hai. Sasa baada ya TEHAMA ku reset mimi natoka. Anakuja huyu mwenye nani yake. Sawa sawa. Kwenye email sasa unabonyeza hapa. Wewe mwenyewe password reset hapo una click hapa. Sawa sawa. Sasa utaingiza password yako. Mambo niandike ile Tanzania. Moja mbili tatu. Sawa. Change password. Pamoja na password imebadilishwa, lakini kule ile alama nyekundu haiwezi kaondoka. Sawa sawa? Tuliona? Hata video ingie. Kwa OCP imeingia. Kuna vitu vya kujaza. Sawa sawa? Lazima ajaze mwenyewe. Si ndio? Ataanza kama ni Miss ataandika Miss. Majina yake ngoja tuandike hizi kama mchanganyiko, tuandike CP sekondari. Sawa? Kama alizaliwa kama atakuwa na picha maximum MB 2 atafanya hivyo. Sawa? Tunaangalia vitu vingine kwa education. Sawa? Sasa mimi naweka tutajaza taarifa halisi. Hivi vilangi nyekundu hivi lazima uweze kuvisikia. Na ikitokea kama tumekiacha kimoja, system itakataa kusema. Hiyo ni hatua ya kwanza ya kuingiza taarifa za mhusika. Baadaye inataka tena namba ya simu ya ofisi. Ofisi zina simu ofisi. Tuandika hapo namba ya simu ofisi. Email address ya ofisi tunazo. Jamani soma hapa email address unaandika hapo. Nafikiri shule zote tunalalamika na ile serikali. Sawa? Sawa? Kwa sibika ingia kitu chake kinaonekana vizuri. Si ndio? Ana school information staff assessment na team. Simona? Lakini TEHAMA ana kimoja. Alafu hicho kimoja alichokuwa nacho hapa havipo. Sasa wewe ukipata shida huko ndani huko ukimuuliza TEHAMA unamuelewa utamuelewa. Sawa sawa, kwa tuwe makini. Kiongozi alipotupitisha kwa tuwe makini sana. Tushare. Haya. Naomba. Ndio mimi. Yule aliyekuwa mwekundu tunaona imeshaondoka.
Kwa hiyo anayekamilisha usajili wa mfumo ni user mwenyewe. Ile habari tunasubiri support ya TEHAMA haipo. TEHAMA atasajili, atatoa role na vitu vingine, ila wewe mwenyewe unapoingia, so unaona kuna kipengele fulani, unaingia kwenye email yako unakuta notification, unabonyeza na kwenye link ya Wizara ya Elimu. Ukibonyeza tu kuna option ni mbili, option ni kuingiza password mara mbili. Ukishaingiza tu hapo basi usajili mali umekamilika. Si rahisi jamani? Sasa huo urahisi tutaona kwa sababu gani? Hizi hapa mtafanyia mazoezi, lakini zile zenyewe za kwenu zile mtazisajili. Hapo ngampa kiongozi pale atamwonyesha hizi nyekundu kata gani na kata gani. Kwa sababu tusubiri wizara itupime. Lazima tujipime wenyewe. Sawa sawa, na sisi bahati mbaya tulikuwa wa kwanza kitaifa. Kwa hiyo tusipofanya hivi, hiyo mikoa mingine itakuwaje? Sawa. Kwa hiyo sasa huyo usipite tayari tunakuja head of school. Tuone na yeye. Kwa hiyo hii hapa natoka nakuja kwa head of school. Sawa? Huyo head of school kuna email zingine zilikuwepo. Kuna hii hapa yake ya reset password. Sawa? Sasa tukifanyia kazi itatupa majibu ambayo yatatuwezesha kufanyaje? Kuingia hapo. Sawa? Mimi nabonyeza password ni reset. Ya kwanza account TEHAMA akishatengeneza account kuna message ya account creation. Lazima hivi. Akireset password inakuja message ya message nyingine ya password reset. Sawa sawa? Kwa hiyo TEHAMA akituhumiwa kwamba hajafanya majukumu yake, tunachungulia kwenye email ya user. Kama kweli ndio maana kuna form fulani tunajazaga zile form zile tunataka sintofahamu au auditing, tunaangalia kwenye form kweli user jaza form. Sawa sawa, wakati mwingine mjaza form amejaza kwa usahihi, TEHAMA ameingiza kimakosa. Kwa kosa inakuwa kwa TEHAMA. Lakini kama user alijaza email kwa habari change password, una click change password, naandika password ambayo tunaitaka. Sawa? Sasa baadaye tutaanza kupigiana simu. Mimi nimesha change password kabisa ikabadilishika. Hii message hapa hivi kuja. Sababu watu wengine mfumo huo unatoa tabia ambazo si za kawaida. Kuna misbehavior. Kwa hiyo imekuja message password reset mtandao. Ikiwa kama umechange password afu imekataa, unaminya hapo. Sawa sawa? Tuminya. Kwa password kaingiza hivi. Sawa? Email ndio hiyo. Sawa sawa? Ukibonyeza reset password inakutumia back email sent successful. Kwa hiyo ukishakuja kwenye barua pepe hii. Sawa, umeona hapa password reset. Sawa, kwa hata ukiamua wewe hautaki kukariri password yako, ukiweza kumaliza kutumia unasahau pale pale. Ni wewe kwa sababu kureset ni rahisi. Ila ukumbuke hiyo password ya hiyo email yako. Vinginevyo utawaona watu tayari. Mfumo ni mingi kuliko. Sawa, kwa hiyo tunakwenda kureset tena, itakuletea link. Nauliza swali. Sawa, na hili swali nisipouliza nitakuja kuuliza. Email yako inatumia kwenye mifumo mingine. Kuna email yako unatumia kwenye mifumo mingine. Je, ukienda tukusajilie huko itakubali au itakataa? Au itafaa au haitafaa? Mtu mmoja ajibu ili maana swali litakuja kuulizwa. Hapo mmoja mpe majibu. Email inatakiwa iwe active. Ndio itakayotumika hapa. Haijalishi kwamba inatumika wapi, lakini iwe active ambayo unaweza kufanyia kazi. Ikitumiwa ni notification, unaweza kuingia na kufanya kazi. Sawa, kwa amejibu vizuri. Sawa.
kuna watu wengine wana email. Sasa hichi sio watu wa TEHAMA tunakiona. Yaani mtu ana email ya kwake. Sawa? Password ipo kwenye Google account. Kwenye simu yake ile Gmail imekuwa login tayari tangia zamani. Sawa? Kwenye hii mifumo notification ili ipate watu wengine wanatuma kwenye spam. Kwenye simu pale uone, yabidi uingie kwenye kompyuta, wanakuja kwa ofisini. Ingia kwenye Ripoti kutoka Mkata, mimi Francisco kutoka TLC TV.